Basi karibuni sana wapendwa, karibuni sana kwenye Moyo TV Kenya, my YouTube channel. My YouTube channel yangu ya Moyo TV Kenya, na niko live hapa kwenye Edwina Papa ama kwenye Moyo TV Kenya. Nataka niwakaribishe tena kwa ajili ya ujumbe wa jioni ya leo. Naamini kwamba Mungu ataenda kutenda na kufungua njia kupitia jioni ya leo. Basi karibuni nyinyi wote, my followers, my listeners, wherever you are. Allow me to say welcome again for this session. Today I want to present a lesson. I want to talk about power of casting out the demons. Ama two or three department of casting out the demon. Yani inamaanisha kwamba nitaenda kuzungumzia aina 2 ama 3 ya kutoa mapepo, na naamini kwamba Mungu ataenda kuwabariki na kuwainua sana. Naitwa Edwina Papa, ama wengine wanapenda kuniita Boss Prophet Kisima. Na majina yangu naitwa Edwin Mahanu, na nimepewa neema ya kuwa mchungaji. Kwa hivyo ninapoanza ujumbe huu, usishangae unaongea na nani. Mimi ni mchungaji. So the 3 department of casting out the demon, nitaenda kutaja, na naamini kwamba watu mtaenda kubarikiwa sana. Unajua, nimekuja kurealize ya kwamba watu wengi hawajajua huduma ya kutoa mapepo. Watu wengi hawajajifunza na kuweza kuelewa. Lakini wakati nitakwenda kuzungumzia kuhusu sehemu 3 ya kutoa mapepo, naamini kwamba na wewe utajifunza kusudi uelewe. Naamini kwamba hata wewe mwenyewe utaenda kujifunza pale na utaelewa kile kitu ambacho Mungu anataka kwako. Reality or the true colors ya kutoa mapepo mara mingi nowadays imekuwa ni kama karibu kila mtu anatoa mapepo kwa wakati huu, na madhehebu mingi kwa sasa madhehebu mingi au makanisa nyingi kwa sasa zinashughulika na kutoa mapepo. Na nafikiri kwamba hiyo ndio the theme of the season ya wakati huu kwa makanisa nyingi, ya kwamba kanisa isipotoa mapepo, basi inaonekana kwamba hiyo kanisa haijakoma, wala inaonekana kwamba hiyo sio kanisa. Nao siko hapa kupinga kanisa kama hizo, na siko hapa kukubali tena kanisa kama hizo, lakini niko hapa nikufundishe jambo kidogo kuhusu aina 3 ya kukemea mapepo. Na mtu anaweza shangaa ni kwa nini nimekuja kuzungumza juu ya aina 3 za kukemea mapepo. Inabidi sasa hapa unifuatilie very clear kusudi nielewe. Jambo la kwanza ambalo limefanya nisungumuzie ujumbe huu ama nikuje nifundishe ujumbe huu ni kwa sababu nimeona dunia mali imeelekea. Dhehebu mingi, wachungaji, maaskofu, manabii, mitume na wainjilisti wote wameelekea, kwa sasa wameelekea kwa kukemea mapepo. Na hiyo imefanya na mimi nionelee kwamba nijue kwamba kuna sehemu ambayo tutaenda tupotee, kwa sababu iwapo mwinjilisti pia yuko pale kukemea mapepo, mwalimu anataka akemee mapepo, apostle anataka kukemea mapepo, nani kila mtu anataka kukemea mapepo. Hii inaonyesha kwamba tutatoka out of the system, ama tutatoka out of the will of God, kwa sababu ukweli wa maneno kwamba si watu wote ambao niseme nini, nasema kwamba
ikifika ni upande wa casting out the demons, mimi naamini kwamba kulikuwa na watu specific ambao ukiangalia habari za Yesu akiwatuma watu wake watu 70, naamini kwamba aliwachagua wale watu na akaweza kufanya nini? Akaweza kuwatuma wanafunzi wake 70. Ina specific way akiwaambia kwamba nendeni. Na walipoenda walirudi wakasema kile kitu wamekiona hata wao wenyewe wameshangaa. So kwa habari za Yesu, naamini kwamba Yesu alikuwa na watu specific ambao aliwatuma kusudi wakemee mapepo. Na naamini kwamba kwa watu ambao Yesu aliwatuma kukemea mapepo, naamini kwamba ni kwa wanafunzi wa Yesu peke yake. Hao ndio Yesu alituma kukemea mapepo. Lakini swali ambalo tunaweza kujiuliza, je, maandiko inasema hivi ya kwamba kulikuwa na watu ambao kulikuwa na wanafunzi, ama Yesu alipokuwa na wanafunzi sehemu fulani, wanafunzi walimwambia Yesu, tulipokuwa katika shughuli zetu na mishemisheri zetu, tulipata mtu fulani na yeye pia anatoa mapepo kwa jina lako. Na Yesu walipomwambia Yesu alisema msikatae. Lakini wakati huyo mtu anatoa mapepo kwa jina langu, hata licha kwamba yuko mbali na mimi, lakini anatumia jina langu, basi hana ubaya na hana shida. Swali ni je, Yesu alisema hivyo. Kwa nini Yesu alisema hivyo wakati hawa wako na yeye? Amewapa authority na huyo hako mbali. Sasa wanafunzi walitaka kujua huyu mtu alitoa wapi authority ya kuweza kutoa mapepo huko, na huyo mtu hajawahi kuwa na Yesu. Lakini Yesu akasema wacha kwanza. Inamaanisha kwamba kuna siri katika hii sehemu ya kutoa mapepo. Hii inaonyesha kwamba kuna watu ambao wamejiingiza kwa siri katika ufalme, na walipojiingiza kwa siri wana uwezo huo, ama wakapata uwezo huo wa kukemea mapepo. Na hii inaonyesha kwamba kuna nguvu katika jina la Yesu kwa yule ambaye atafanya nini? Ataamini ile jina la Yesu. So ukiamini jina la Yesu litakupatia nguvu. Na hivi ndio maana Yesu aliyamaanisha kwamba iwapo anatoa kwa jina letu, kwa jina langu, basi msimfukuze, maana ameliamini jina. So inaonyesha kwamba yule aliyeamini kwa mbali anaweza kupokea nguvu za kukemea, anaweza kukemea mapepo. Na wewe ambao uko kwa ukaribu sana, maana kumbuka hawa wako kwa ukaribu sana lakini hawajatoa mapepo. Kumbuka wanafunzi wa Yesu walikuwa pamoja na Yesu, lakini walishindwa kukemea mapepo zile za ambazo zilikuwa zinamtia mtoto fulani kifafa. Na ndio maana Yesu alisema, nyinyi msio na imani dhabiti, mbona umeshindwa kuwa na imani? So inamaanisha kwamba unaweza ukawa na Yesu, unaweza ukawa na Yesu, karibu ya Yesu, ama ukawa na Yesu na usikemee mapepo. Lakini mtu anaweza kuwa mbali ya Yesu, lakini kwa sababu ameamini kwa jina hilo la Yesu, anaweza kulitumia jina la Yesu kukemea mapepo. Sijui kama mtu ananielewa. So nataka kuzungumzia nini? Inajaribu kutaka kuleta aina 3 za kukemea mapepo kusudi uelewe. So aina ya kwanza nimesema hivi, aina ya kwanza ya kukemea mapepo, ama aina ya kwanza inayoweza kumpa mtu nguvu za kukemea mapepo, nimesema aina ya kwanza ni mtu ambaye anaamini katika jina. Ukiamini hilo jina la Yesu, ukiamini jina la Yesu, ina maana kwamba katika kuamini kwa hilo jina hilo linaweza kukupa ya kukemea mapepo. Na tunakumbuka hapa kwamba hawa waliishi na Yesu wakashindwa kukemea mapepo na wako na Yesu. Hii inamaanisha kwamba mtu anaweza kuokoka vizuri na akashindwa kukemea pepo. Kwa sababu gani? Maandiko inasema kwamba until Yesu alipokaa nao wanafunzi akawatuma, akawaambia sasa nendeni.
Maandiko yanasema waliporudi walifanya nini? Waliporudi walimwambia, tumeona shetani akifanya nini? Akianguka kutoka juu. Hii inamaanisha kwamba aina ya kwanza ya kukemea pepo ambayo inaweza kukufanya wewe ukemee pepo ni aina ya kwanza ya kuamini jina la Yesu. So na aina ya kwanza ni ya kuamini jina la Yesu. Sijui kama mtu ananielewa. Na hii kuamini jina la Yesu ni sawa na yule mtu aliyekuwa kule nje akikemea mapepo, akitoa mapepo kwa jina la Yesu. Lakini maanishi kwamba yule mtu ambaye anakemea mapepo na kutoa mapepo, imaanishi ya kwamba huyo mtu amekubalika katika ufalme na Mungu, ama imaanishi kwamba yule mtu ataenda mbinguni wakati anakemea mapepo. Hapana. Na ndio maana Yesu alisema kwamba waacheni. As long as anakemea kwa jina langu, waacheni. Kwa sababu katika ufalme kuna watu ambao wanatumia jina la Yesu tu, wanaitumia kwa faida. Sawa. Ni kama na yule mtu. Na kuna watu ambao wako ndani ya ufalme, lakini hao watu wajajua wako ndani ya ufalme, lakini hawajajua kutumia jina la ufalme. Ndio hao watu ambao Yesu amekuja kuwapa sasa authority ya kukemea. Na ndio maana nikasema aina ya pili ya kukemea mapepo, unaweza kukemea mapepo wakati uko na amri. Sijui kama unanielewa. Kuna watu wanakemea mapepo kwa sababu walipewa amri ya kukemea. Na maandiko yanasema vizuri, wacha tusome hapa. Aina ya kwanza tumesema unaweza kukemea mapepo kwa sababu umeamini jina la Yesu. So ukiamini kwa jina la Yesu, unaweza ukalitumikia jina la Yesu wakati una imani nalo. Na nimesema kuwa na imani na jina la Yesu imaanishi kwamba unaenda mbinguni. Hapana. Na ndio maana maandiko inasema vizuri ya kwamba kuna watu ambao walienda kwa Yesu wakisema wakisema, Bwana, tumefanya miujiza, tumewaponya watu wako, tumefanya kazi yako. Lakini Yesu akasema, ondokeni kwa sababu siwajui. Kwa nini watu hawa wamefanya miujiza kuwaponya watu? Na ndio ni kweli kazi nzuri, maana wamewaponya wagonjwa, wamewatabiria watu, lakini mwishowe hawajaingia. Ni kwa sababu watu hawa waliamini jina la Yesu kweli, na kwa kuamini jina hilo likawakubali, likawa linawasaidia kwa ajili ya faida yao. So jina hilo lilikuwa linawasaidia, linawatii, maana Mungu yuko kuthibitisha jina lake na kulitiisha jina lake. Wakati unaita jina la Mungu na umeliamini, Mungu hana budi kulitii neno lake. Hana budi kutii, lazima hatatimiza. So wale wakatoa mapepo, lakini mwishowe Yesu akasema siwajui. Hakuwajua kwa sababu gani? Wao waliamini jina hilo, wakalitumikia kwa faida yao, kwa faida zao wenyewe, ila hawakujali habari za ufalme. Hapana, walijali tu habari za faida yao. Walijali habari za faida zao. So watu wengi walikuwa wanajiuliza maswali, kwa nini watu walifanya miujiza, wakatoa mapepo, wakaponya watu na kakosa kuingia katika mbingu? Inamaanisha walikuwa watu wa shetani? Hapana, sio watu wa shetani. Sawa. Na huenda sisemi kama ni watu wa Mungu, lakini tatizo liko hapa, maana watu wote ni wa Mungu, ni shetani anawatumikisha vibaya. Tatizo liko hapa, Mungu aliweka sheria moja tu kwa wale ambao watakayemkubali. So tatizo lipo katika dunia kwamba watu wanakubali miujiza za Yesu ama miujiza za Mungu, lakini hawajamkubali Mungu mwenyewe. So wakati unakubali miujiza za Mungu na Mungu anaona umezikubali, naye anakupa zile miujiza. Na hili limetokea hata wakati wa Balaamu na Balaki. Balaamu ni mchawi. Balaki ni mfalme aliye na kipawa cha unabii pia, lakini yupo chini. Yeye ni mfalme, hawezi kutoa unabii huo. So anaenda kumuita Balaamu kusudi haje afanye nini? Amlaanie wana wa Israeli. Lakini Balaki anasema nini? Siwezi kuwalaani ambao Mungu amewabariki. Nipe nafasi niende kuuliza tena. So inamaanisha kwamba
Balaki anafanya kazi, Balaumu anafanya kazi kwa jina hilo la Mungu. Balaumu anafanya kazi kwa jina hilo la Mungu, so lazima aulize, apewe okay ndiye aende. Lakini kumbuka, ule Balaumu hayuko pande wa Mungu, yuko pande ya kishetani, yuko pande ya kiganga. Lakini kando na kuwa pande ya kiganga, lazima aulize Mungu amupatie okay, ndiposa afanye nini? Awalaani Waisraeli. Na wakati Mungu amekataa, basi hana budi kubishana na Mungu. Na ndiposa anasema katika Numbers, anasema vizuri ya kwamba mimi siwezi nikalaani kilichobarikiwa. Na wakati mwingine alipoenda kufunga baada ya kushindwa kuwalaani Waisraeli, alienda kufunga milimani, akiwa amefunga. Maandiko yanasema Roho wa Bwana akaja juu yake, na alipokuja juu yake akaanza kutabiri, akimtabiria Balaki, akimwambia ya kwamba alitabiri akisema kwamba ole wake yule ambaye anaisikia sauti ya Bwana, ana uwezo wa kusikia sauti ya Bwana na kuona maono na akakosa kutii. Bali ni heri yule ambaye asikia neno la Bwana na kuona maono, basi na akaanguka chini kifudifudi kutii. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba na yeye wakati ameenda kufunga na kuomba, alikuwa na kipawa cha kinabii ndio, lakini kipawa chake kilikuwa kinatumika sehemu ya shetani, akitumiki sehemu ya kiungu. Na ndiposa Mungu alishuka na kumwambia, ole wake ambaye anakosa kutii, bali ni heri ambaye anatii. Kwa sababu katika kusikia sauti ya Bwana na kuona maono, basi umeona maono hayo na ukatii, basi unarejelea kuingia kipawa chako sasa. Kwa sababu umetii sauti ya Mungu, kinakuwa kinatumika upande wa Mungu, maana sasa utakuwa umefanya mapenzi ya Mungu. Maana kutenda mapenzi ya Mungu ni kutii sauti ya Mungu. Lakini wakati umesikia sauti ya Mungu na hata Mungu anakupa unabii kuhusu mambo ya Mungu, na wewe mambo ya Mungu nayatumikisha upande ya kishetani, basi hauitwi nabii tena, unaitwa mganga. Maana hakuna utofauti wa kipawa cha kiganga na kipawa cha unabii. Ni kitu kimoja tu. Kitu kinafanya mganga aitwe mganga ni kwa sababu anatumikisha kwa njia ambazo si za kiungu, na kitu kinafanya nabii aitwe nabii ni kwa sababu anatumikisha kipawa chake kwa upande wa kiungu, ndiye anaitwa nabii. Lakini yule anayotumikisha kipawa chake katika mambo ya kidunia, huyo ndiye anaitwa mganga. Na watu wanafikirianga kwamba mganga ni mchawi. Hapana, mganga sio mchawi. Mganga ni neno ambalo lilitolewa kulingana na generation ya kumaanisha kwamba mtu aliye na uwezo wa kuona. Ndiyo maana ya mganga. Mtu aliye na uwezo wa kutoa jibu lolote ile katika anga ya kiroho. Mtu aliye na uwezo wa kutoa matokeo katika anga ya kiroho ndiye anaitwa mganga. Ila watu wengi wanajua kwamba ukitaja mganga basi wanajua kwamba umetaja mchawi. No, mganga ni mtu aliye na roho ya kuona. Na kitambo wengine walimuita waonaji, na walifika mahali wakabadilisha wakaanza kuwaita waombezi ama waombaji. So kuna tofauti ya muombezi na muonaji. Maana kuna wakati ambapo Samueli anaitwa muonaji, wakati Sauli wanaenda kwake kusudi Sauli afanywe mfalme. Maandiko yanasema kwamba yule mtu ambaye baba yake Kishi alituma, alisema waende watafute punda. Walipofika barabarani, maandiko yanasema vizuri kwamba yule akasema, mimi twende katika muonaji atuonee punda, maana tumehangaika hatujapata. So muonaji, wakati hiyo Samueli ndiye alikuwepo muonaji ambaye ana uwezo wa kuona. Lakini nataka niseme tena hapo, nikupe utofauti wa tofauti kidogo hapo uelewe tofauti ya muonaji. Kwa nini? Kwa sababu gani mganga alifika mahali akaitwa muombezi ama musali? Ni kwa sababu kwamba mganga akitaka kusudi aweze kutabiri na kuona, lazima aombe, lazima aende kuworship, lazima aombe ama aabudu. Akienda katika kusifu, kuabudu, hapo ndipo atakapoona mambo yake. Maana mganga lazima aabudu ndiposa afanye nini? Aone mambo yake. Na ndio maana ukienda kwa mganga unapata ako na ramuli za vitu zake pale, anavipiga pale, akiimba, akiongea. Hiyo ni sifa ambazo anapea miungu zake sifa.
na maabudu kusudi aweze kuona. Lakini muonaji ambaye ni nabii, nabii hahitaji kuenda kuomba, kupiga ramli, hahitaji kusifu. Hapana, nabii anaona direct. Unapofika kwake hahitaji kuomba, hahitaji kuabudu. Hapana, yeye ni kipawa ambacho alipewa automatic, ako nacho. Sasa yeye ukienda kwake anaangalia, na maandiko yanasema kwamba walipofika kwake Samueli, kwa maana walipata msichana mmoja, akamwambia nendeni haraka, maana yuko katika mji na anataka kuingia sehemu yake ya juu. Waliponenda wakampata Samueli, alipomwangalia Sauli, basi haraka alimuita na akamwambia ingia katika sehemu ya 3 katika chumba kile, maana leo ni siku kuu yako wewe ya kufanya mfalme. Na hapo ndipo Sauli alitiwa mafuta. So Samueli hakutaka kuenda kuomba, hakutaka kufanya chochote kile kusudi amwambie habari za Sauli ama kusudi apate siri za Sauli. Hapana, Samueli anamwangalia na kumwambia kwamba wewe umekuja kutafuta hii, sio punda ulikuwa unatafuta. Lakini mganga ama musali lazima aende kuomba kwanza. Na ndio maana ukienda kwa manabii wa Baali, lazima walikuwa wanafanya ibada na kutoa sadaka kusudi wafanye nini? Kusudi waweze kuingia katika anga ya kiroho. So watu ambao ni manabii hawana hiyo haja. Ndio mtu mwingine alikuwa ananiuliza, mbona hawa manabii wengi si waombezi, si waombaji? Ni kwa sababu wakati alikuwa ananiuliza nikasema niliona ni mjibu, lakini wakati mwingine tu akaniambia nikimjibu tutakuwa na mafaragano, tutakuwa na topic kubwa sana. Lakini naamini kwa sasa ujumbe huu anaanza kuupitia kwamba nabii wa Bwana hahitaji kuomba, hahitaji kuabudu ndiye aone. Yeye huona tu, kwa maana ndio kazi yake. Lakini mganga anahitaji kuomba, kusifu, kuabudu, miungu zake ndio zimpatie nguvu. Maana yeye hayuko connected kwa Mungu. Hapana, yeye lazima ajiconnect kwa mambo yake kusudi aende aombe kibali kwa Mungu ndiye arudi. So anatumia process kubwa sana kupata unabii wake. Na ndio maana kila mganga lazima hawe na ramli, vitu zake za kupiga pale, nyimbo zake za kuimba kusudi apate. Now, ninarudi kusudi tuangalie kwa sababu tulikuwa tunazungumzia kuhusu utendaji wa kutoa mapepo. Tulisema ya kwanza wa kwanza ni ule mtu anayeamini kwa jina la Yesu. Na tukasema si lazima kwamba unapotoa mapepo eti kwamba utaenda mbinguni. Hapana, hiyo sio lazima. Na si lazima kwamba mtu anayetoa mapepo ati ameokoka. Hapana. Na si lazima kwa yule mtu anayetoa mapepo ati sasa akitoa mapepo sasa hako mkamilifu. Hapana. Kwa sababu tumesema kwa kuamini jina la Yesu tu litakufanya utoe pepo. So ijalishi uko karibu na Yesu ama uko karibu na Yesu. Na unaweza kuwa karibu ya Yesu umeokoka, maana walio karibu na Yesu ndio wale wenye wokovu. Na unaweza kuwa karibu ya Yesu na usitoe mapepo. Kwa sababu gani? Kwa sababu haujapewa hiyo authority ya kutoa mapepo. Na nikasema kwamba na pia unaweza kuwa uko ndani ya Yesu na una authority ya nini? Ya kutoa mapepo. Na maandiko yanasema kwamba wakapewa authority. Hii inasema nini? Wacha tusome hapo Luka 10. Tusome Luka 10. Tusome Luka 10 tuongoze tuone. Luka 10:16. Luka 10:16 inasema hivi. Inasema usiwasikilize, anasema hizi, awasikilizaye nyinyi ananisikiliza mimi, naye awakataye nyinyi ananikataa mimi, naye akataye mimi wanamkataa yeye aliyenituma. So hii ni habari ambazo Yesu anawatuma wanafunzi wake, na anawaambia atakaye wakataa nyinyi, nyinyi amenikataa mimi, na anayenikataa nyinyi, mimi amewakataa nyinyi. So hii ni authority, mamlaka ambayo anapea. Kuna watu katika falme wamepewa authority. Na kuna watu katika dunia si lazima hati kwamba wawe hati ameokoka. Hapana, lakini amepewa authority na Mungu mwenyewe, ana uwezo wa kutoa mapepo. Na ndio maana maandiko yanasema nini? Inasema hivi, inaendelea kusema. Ndipo 17, Luka 17. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako.
akawaambia nilimuona shetani, akawaambia nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanawatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. So nataka nisungumzie kitu hapa. Kumbuka Yesu akiwatuma wanafunzi wake, kumbuka wanafunzi hawa wana wokovu, hawajaokoka. Na ndiposa nikasema kwamba Yesu ama Mungu akikupatia authority, akikupea authority, utatoa mapepo. Kwa sababu mapepo itatolewa kwa aina moja tu, wale wanayeamini kwa jina, na mapepo inaweza tolewa kwa wale watu ambao wako na authority. Lakini hiyo authority bado lazima iwe inatumia jina la Yesu. Na wanafunzi hawa walipewa authority na wako wameokoka? Hapana. Kumbuka wokovu umetokea baada ya Yesu kufa na kufufuka. Hapo ndipo watu waliokoka. Lakini kule nyuma hakuna wokovu likuwepo. Lakini Yesu alisema atakaye wakubali nyinyi atakubali mimi. Inamaanisha katika dunia kuna watu ambaye Mungu amewapendelea na kuwachagua na kuwateua. Sio lazima kwamba wameokoka, hapana. Si lazima kwamba wameokoka, lakini watatoa mapepo tu. Nafikiria hii ni aina mbili ya watu ambao wanakemea mapepo. Lakini Yesu amesema nini? Amesema ya kwamba msifurahi, maana Yesu mwenyewe alisema niliona shetani akianguka kutoka wapi? Kutoka huko juu akianguka. Yesu mwenyewe alimuona. So inamaanisha kwamba Yesu anasema kwamba huyo mtu alikuwa huko juu akatolewa akaangusha huku, na licha ya kuangusha kwamba aliangushwa huku, huyu mtu hakufa, hakushindwa, bado anafanya kazi huku. Kwa hivyo huyo mtu si wa kuawa ama si wa kushindwa. Kwa hivyo wakati mnamkemea msihangaike wala msifurahi, kwa sababu shida yenu si kukemea. Shida yenu kubwa ni kuwa na ufalme. Furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa katika nini? Uzima wa milele. Na ndio maana nikasema hivi, mtu kukemea mapepo imaanishi kwamba ameokoka. Mtu kukemea mapepo imaanishi kwamba ataenda mbinguni. Hapana. Mtu atakemea mapepo kulingana na imani aliyo nayo, nguvu alizo nazo, authority aliyopewa, kipawa alichopewa. Lakini hiyo imaanishi kwamba ataenda mbinguni. Maana kumbuka, sio vipawa vinatupeleka mbinguni. Kama ni vipawa ambavyo vinatupeleka mbinguni, basi Yesu hana haja ya kukuja duniani na kufa kwa ajili yetu. Maana kumbuka, vipawa vilikuwepo tangu mwanzo. Vipawa vya kinabii vilikuwepo. Musa walikuwepo manabii, Elia walikuwepo manabii, Elisha, watu wengi kina Hosea walikuwepo. Lakini mbona Yesu aje duniani? Inamaanisha kwamba Yesu alikuja duniani kwa njia moja tu, si kwa sababu kemee mapepo. Hapana. Yesu hakukuja duniani wewe ukemee mapepo. Yesu hakukuja duniani uponye wagonjwa, maana wagonjwa kitambo walikuwa wanaponywa. Na kumbuka, uponyaji ni moja tu. Ijalishi umetumia jina la Yesu, ijalishi umetumia madawa. Maana zamani kulikuwa na mitishamba, na si mitishamba tu, hata zamani kulikuwa na watu ambaye wangeguza mtu na anapona. Hivyo ni vitu vya kawaida sana katika falme ama katika ulimwengu. Lakini kinachoshitua watu ni kwamba maandiko yanasema kwamba Yesu akasema kwamba nenda, mwana wa Adamu umesamewa dhambi. Na wale watu walipoona Yesu akisema umesamewa dhambi, wakaulizana, huyu anakufuru Mungu, yeye ni nani ambaye ana uwezo wa kusamea dhambi? So inamaanisha kwamba kitu kikuu ambacho kilimuleta Yesu duniani na ambacho kinashituanga shetani ni kwa sababu Yesu anakuja kusamea dhambi, ama anakuja kuwafanya watu warudi katika asilia yao ya kitambo. Watu warudi katika asilia yao ya kiroho. Watu waweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hicho ndio kitu ambacho kinatetemesha shetani. Yaani kitu kinatetemesha shetani ni kwamba watu wanapokuwa wanapokelewa katika ufalme wa mbinguni. Hicho ndio tatizo kuu kwa shetani, na wala si kukemea mapepo. Na ndio maana nikasema watu kwa sasa, dhehebu nyingi tunaenda katika kupotea. Tumefikia kiwango
ya kuingia katika mtego ya shetani. Tumenaswa kwa sababu tunadhania ya kwamba katika kukemea mapepo hapo ndipo kuna ufalme. Hapana. Tunadhania kwamba tukitoa mapepo na majini, tukiponya watu, tunadhania kwamba hapo ndipo tumekamilika. Hapana, hatujakamilika. Tumesoma hapa tukaona kwamba wanafunzi wa Yesu walienda kukemea mapepo na wajaokoka, lakini walienda kwa sababu ya authority waliyepewa na Mungu. Na tumeona hao wakizunguka wakiponya mapepo. Ukisoma Marka 16:16, walipotumwa wakiambiwa endeni katika ulimwengu mkahubiri Injili, na watakayeamini kupatizwa na kuokoka, na watakanyaga nge, wengine watashika nyoka na zitawauma, wala hata zikawauma hawataweza kudhuriwa, ama hawataweza kushindwa. Maandiko yanasema kwamba walienda, na walipofika huko, maandiko yanasema walikiwa katika kuzunguka, waliwaona watu wengi sana wanatoa mapepo huko, wanatoa majini huko, na wanarudi kushtaki kwa Yesu. Yesu anasema acha tu, waacheni, kwa sababu anatumia jina langu, basi hakuna shida. Lakini jueni hili, kwa sababu nyinyi wanafunzi wangu, ya kwamba shida si kutoa mapepo, shida ni kuandikwa katika uzima wa milele. Na hili limetokea wakati anasema, mimi siwajui nyinyi wachungaji waongo. Mnasema kwamba mmetoa mapepo kwa jina langu, mmefanya miujiza kwa jina langu, lakini mimi siwajui. Kwa nini hawajulikani? Kwa sababu hawajaandikwa katika ufalme. Nataka niwaambie, nimeleta tu aina 2 ama 3 ya kukuonyesha. Kwa hivyo mtu asikutishe kwa sababu anatoa mapepo. Mtu asikutishe eti kwa sababu yeye ana uwezo wa kudili na jini. Mtu asikutishe eti kwa sababu hana uwezo wa kuona maono ama kuona ndoto ama ya kutoa unabii, anakutabiria vyakula vyakula ulivyokula jana, anaanza kukutetemesha. Hapana. Na tena kwa watumishi wa Mungu, nasema na kurudia, vipawa haviwezi kutupeleka mbinguni. Vipawa vilikuwepo kabla ya Yesu hajakuja duniani, na si hivyo ndivyo vilimleta Yesu duniani. Kilichomleta Yesu duniani ni kwamba wewe uwe na uzima wa milele, uandikwe katika kitabu cha uzima. Tuache kuwaste time kwa kukemea mapepo, maana sio kazi yetu. Tuache kufurahi wakati watu wanaanguka, kugaragara, kuchafua manguo, maana si kazi yetu. Wacha tu kufurahi kwa sababu naponya watu, si kazi yetu. Kama ni kuponya watu, mtu anafaa jiombee. Na kama ni kuponya, ndio, si mbaya kuponya, lakini wakati unaponyesha mwenzako, je, una uzima? Maandiko yanasema kwa habari za Maritha na Mariamu, ya kwamba Mariamu alikuwa yuko chini ya miguu ya Bwana. Maritha yuko anahangaika katika kuhubiri kule nje. Wivu ikatokea katikati yake, akataka naye aende kuhubiri. Yesu akasema, umechagua fungu nzuri. Maana fungu nzuri ni kukaa katika ufalme na kumsikiza Mungu, si kwenda kuzunguka kwa ajili ya makazi zako. Maana kuna vipawa tulipewa ambazo zinatusaidia kwa mahitaji yetu. Ulipewa unabii, tabiria watu, enda ponya watu, na katika uponyaji huo ambao umeenda kuponya, utapata riziki yako pale, utapata maisha yako pale. Maana umepewa kipawa kusudi kikusaidia katika maisha na hapa duniani, na si mbinguni. Mbinguni hakuna kipawa. Mbinguni hakuna mtu utaona anaangusha mwingine. Mbinguni hakuna mtu utaona anaponya mwingine, maana huko hakuna magonjwa, huko hakuna udhaifu. So utaenda kuombea nani huko? Utaenda kuponya nani huko? Utaenda kuangusha nani mbinguni? Hakuna. Kila mtu ni sawa, watu watakuwa ni malaika. Kwa hivyo tusigwame kwa vipawa na kwa utendaji sana. Yesu alisema, hata kama muamini kazi zangu, aminini Baba aliyonituma. Na kama mtaki kuamini Baba, basi kupitia kazi ninazozitenda. So njia ni moja tu. Utendaji wa miujiza upo kusudi mumuamini nani? Mumuamini Mungu, kusudi awaandike katika ufalme. Sitaki kuenda sana. Natumai nimenena mambo mengi. Mungu awabariki sana. Tutakuja kuendelea na ujumbe huu baadaye. Mungu awabariki sana. Naitwa Edwina Papa ama Apostle Prophet Kisima. Niko hapa Moyo TV ama channel yangu Edwina Papa. You can search and share, subscribe and share with your brother, share with your friend wherever you are, na Mungu atakubariki sana.
Amen, barikiwe.